Subscribe leo uwe wa kwanza kujipatia mafundisho mazuri ya neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Howard Mayemba. Amen. Mtu wa Mungu, roho ya hasira inaweza ikaondoka. Roho ya hasira ni roho inayopandwa na Mungu Shetani, na mara nyingi huwa inaathiri wana maombi, mara nyingi huwa inaathiri wachungaji, mara nyingi huwa inaathiri wana uamsho, mara nyingi huwa inaathiri kanisa. Na hii roho ya hasira inaweza ikasababisha kanisa likapotea, inaweza ikasababisha kanisa likavurugika, kwa sababu roho ya hasira ni roho kamili. Tunapozungumza roho ni kiumbe chenye nguvu, roho ni kiumbe chenye nafsi. Kwa hiyo roho ya hasira inapachikwa ndani ya hiki kiumbe na kufanya kazi ndani ya mwamini. Wana maombi wengi, wana uamsho wengi, wanakwaya wengi wanasumbuliwa na hii roho ya hasira. Nami kwa njia ya Kristo Yesu amenipa ufunuo na ushuhuda huu wa kulihubiri neno hili kwa habari ya roho ya hasira ambayo inasumbua watu wa Mungu katika kizazi hiki. Ninataka nikuambie kwamba Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye uwezesho yuko, na yeye anakwenda kukusikia siku ya leo, na hutatoka kama ulivyo baada ya kusikia hili somo. Mungu wa mbinguni atakuatamia, Mungu wa mbinguni atakuonesha, Mungu wa mbinguni atakufanya upya katika siku ya leo. Basi ninakwenda kuomba maombi haya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, katika jina la Yesu ninavunja na kuharibu kila roho za hasira, ninapomoa kila mashtaka na kila nguvu ya Mungu Shetani, kila roho ya manuizo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Damu yako Yesu Kristo ya ajabu ikamzingira mtazamaji huyu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninavunja na kuharibu kila nguvu za Mungu Shetani, ninavunja na kuharibu kila mamlaka katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tunapokwenda kuanza kipindi hiki, tukaanze pamoja nawe, tukamalize pamoja nawe katika sifa na utukufu wa jina lako. Mtu wa Mungu, roho ya hasira ni nini? Roho ya hasira ni tabia alionayo mtu, lakini pia ni hali ya mazoea, lakini pia tunaweza kusema ni hali inayojia mtu anapochokozwa au kukasirishwa na jambo fulani au mambo fulani. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa 41 mpaka 42, tunataka kuona pale kwa habari ya Esau anapopata hasira na kutamani kumuua ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Yule mwite mtumishi wako wa neno la Mungu, mwite mwalimu Howard Mayemba kutoka Njombe, Tanzania, ambaye amekuwa kupitia injili za mabadiliko katika nyakati hizi za mwisho. Ni weekend nyingine tena, weekend ya baraka, weekend yenye neema ya Mungu na uwezesho wa kimungu tena. Tunakutana tena katika masomo yetu ya mfululizo wa masomo ya siku kwa siku kwa habari ya neno la Mungu na mafunzo ya wokovu. Na katika siku ya leo nimewaletea somo zuri linalohusiana na hasira. Watu wa Mungu, Biblia inazungumza kwa habari ya roho ya hasira. Katika Mithali anasema kwamba hasira hukaa moyoni mwa mpumbavu. Hasira hukaa moyoni mwa mpumbavu. Lakini sisi kama wateule wa watakatifu wa Mungu hatujaumbiwa roho ya hasira, wala hatujaumbiwa roho ya visasi, hatujaumbiwa roho ya chuki, hatujaumbiwa roho ya unafiki, hatujaumbiwa roho mbalimbali. Maovu mengi unayoona katika dunia leo mara nyingi yanasababishwa na watu kuwa na hasira ambazo zimekaa kwa wingi ndani ya moyo wa mwanadamu, na hii inamfanya huyu mwanadamu abadilike namna ambayo inakuja inamsababishia kwamba akawa katika mazingira ambayo sio mazuri. Kwa hiyo tutaangalia kwa habari ya roho ya hasira kibiblia. Tutachanganua kwa undani zaidi kwa habari ya hasira. Basi tunaanza somo letu hili la roho ya hasira, tukianza na kumshukisha Mungu ili kitakachohubiriwa kikawe na upako, kikawe na uwezesho, kikawe na kuu ndani yake. Basi tushukuru. Baba yetu na Mungu wetu mbinguni, siku asante Bwana kwa ajili ya wakati ambao somo hili Bwana Yesu liko mkononi mwako. Naomba Bwana ukatutumie kama chombo tu
ajili ya kufikisha ujumbe ambao umekusudia jamii ipate kusikia, kanisa lako takatifu likapate kusikia, waamini wako wakapate kusikia, hata watakatifu wako wakapate kusikia. Bariki mtazamaji wangu ambaye anaendelea kufuatilia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mungu kae naye, kamkirimie neema yako ya ajabu katika jina lako Yesu. Basi watu wa Mungu, tunaanza moja kwa moja kwa roho ya hasira. Na kabla sijazungumza roho, yani roho ni kitu nafsi hai, ndio tafsiri ya neno roho. Maana yake ni nafsi hai, nafsi hai. Kwa hiyo nafsi hai, kwa hiyo kwa kifupi nasema kwamba roho ya hasira ni hasira iliyowekwa kwenye nafsi hai, hasira yenye kufanya kazi ndani ya waamini, ndani ya kanisa. Basi hasira ni nini? Hasira ni hali inayomjia mtu anapokuwa amechukizwa au kukasirishwa na jambo fulani. Hasira ni hali inayomjia mtu au inayokuja kwa mtu au inayotokea kwa mtu baada ya kukasirishwa na hali fulani, ambayo huwa inaambatana na huzuni, na wakati mwingine huwa inaambatana na muonekano. Utakuta sura imevunjika, maumivu, kilio na mambo kama mbalimbali kama hayo, kwamba huyu mtu ana roho ya hasira. Huyu mtu jambo lolote lile tu yeye maishani mwake tu ni kuona kwamba ni kosa. Kwa hiyo hali ya hasira au roho ya hasira ni hali inayomjia mtu anapokuwa amechukizwa au kukasirishwa na jambo fulani. Tukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 27 mstari wa 41 mpaka 42, maneno ya Mungu yanazungumza kwamba Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kuingia baba yangu napo karibia, ndipo nitakapomuua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akarithiwa maneno ya Esau mwanawe, akapeleka mtu kumwita Yakobo mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana amekusudia kukuua. Watu wa Mungu, matokeo ya hasira ni mauti. Matokeo ya hasira ni mauti. Na siku zote mtu mwenye hasira baada ya kwenda kufunga ndipo atakapoona kwamba jambo lilitenda mbaya, kumbe jambo lilitenda ni la ajabu. Unajua, ukiwa na hasira unaweza kufanya mambo mengi ya ajabu. Kuna watu, yawezekana hata wewe msikilizaji wangu ambaye unanifuatilia, yawezekana upo katika hiyo kundi ya kwamba ukipata hasira, kuna watu wanapatisha vitu vingi hasara, wanaingia hasara sana. Kama ni simu utakuta kuvunja, kama ni TV anaharibu, kama ni kitu fulani, kama ni nguo anachana. Lakini hasira ikija kuisha na kuja kukumbuka kwamba hivi nilitenda nini wakati huu, hivi nilifanya nini wakati huu, anaanza kujihisi kabisa kwamba amekosea. Kwa hiyo roho ya hasira, Biblia inasema kwamba hasira hukaa kinywani kwa mpumbavu. Yaani ukikuta una roho ya hasira ni mpumbavu. Kwa hiyo hasira ni moja ya vitu vilivyo machukizo mbele za Mungu. Kwanza vinaweza kusababisha mwenyewe ukakosa amani ndani ya moyo. Na ukikosa amani ndani ya moyo ni chanzo cha dhambi, ni chanzo cha uovu, ni chanzo cha mambo mengi. Na kama unapokumbuka au kuona katika maandiko matakatifu na katika vitabu mbalimbali, vinazungumza kwamba hasira ya mwanadamu haileti haki. Hasira ya mwanadamu haileti haki, bali huleta machukizo, huleta maasi, huleta mauti. Kwa hiyo watu wa Mungu, roho ya hasira inatokana na mambo mbalimbali. Hasira ni moja ya vitu vinavyomchukiza, ni moja ya machukizo. Hivyo basi shetani na jeshi lake hufanikiwa kuwaingia na kuwapa dhambi wale wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Roho Mtakatifu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli, asilimia kubwa ya wachungaji, asilimia kubwa ya watumishi wa Mungu, waimbaji, wana maombi, wana uamsho, wamezingirwa sana na hii roho ya hasira.
umetoka kanisani kwako, umeomba vizuri, umesali vizuri, umemwabudu Mungu katika roho na kweli, lakini unarudi nyumbani unakuta mtoto amepasua chupa, hasira unapiga mtoto kama unaua. Lakini neno la Mungu linasema kwamba hasira ukali kinywa kwa mpumbavu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hasira hatujaumbiwa nayo sisi. Biblia inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sasa kama amekuwa kiumbe kipya, hasira ya nini? Hasira hatujaumbwa nayo. Biblia inasema hivi, kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na nini? Na uzima wa milele. Sasa huu uzima wa milele hautenganishwi na mauti ya kimwili. Na huu uzima wa milele ambao tumeumbiwa nao uko tofauti na mambo ya hasira, uko against na mambo ya hasira, kwa sababu hasira siku zote ukaa kinywani mwa mpumbavu, ukaa kinywani mwa asiye kuwa na Mungu. Kwa hiyo shetani anawatumia sana wale wanaomwabudu katika roho na kweli, wale wanaomwabudu katika roho na kweli. Shetani huwatumia watu kama hao kwa ajili ya kupandikiza mizizi fulani. Paulo anasema dhambi izingayo. Katika masomo yangu niliyofundisha hapo nyuma nimezungumza kwa habari ya dhambi izingayo, kwamba dhambi inasumbua, dhambi ambayo watu wengi wanafikiri sio dhambi lakini ni dhambi. Kwa hiyo roho hii ya hasira huvuruga mifungo ya Wakristo na waabudu halisi. Unaona, sasa hii roho ya hasira inaweza ikakati ya cross, inaweza ikakatisha ikaenda kuharibu mpaka mfungo. Upo kwenye mfungo, vinakuja vikwazo, hasira hivi na hivi, inavuruga hata mifungo ile ambayo lengo lake ni kumweka Mungu karibu. Kwa hiyo hawa waabudu halisi au waamini wapya ambao wamefanyika kuwa viumbe vipya, hii roho ya hasira huharibu sana, hususan wana maombi na watumishi wa Mungu, wachungaji, wainjilisti, mama wachungaji, wainjilisti, wamama wainjilisti na huduma nyingine pia ambazo Mungu ameziweka ndani ya kanisa. Tunakutana na hiki kitu kwamba watu wengi sana wamekamatwa na roho ya hasira. Na roho ya hasira inaweza kusababisha mauti. Kuna watu wanaua ndugu zao, kuna watu wanaua watoto wao, kuna watu wanaua waume zao, kuna watu wanaua wake zao kwa sababu ya roho ya hasira. Na ikisha toka tu mtu anapokumbuka kwamba hivi kumbe kweli nilikosea, hivi kweli kumbe nilitenda dhambi, hivi kweli nilikuwa ni mimi kweli. Kwa hiyo mtu anakuta anaanza kujifikiria kwamba hivi ni mimi kweli nilitenda hili jambo. Anaanza kuona kwamba kwa kweli nilitenda jambo baya. Wakati huo ile roho ya hasira imeshaondoka, sababu ukaa kwa muda mfupi tu mwisho kuondoka. Mara nyingi roho hii hubeba mambo kama ifuatayo. Roho ya hasira hubeba mambo kama ifuatayo. Cha kwanza ni chuki. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na chuki muda wote, chuki. Lakini visasi pia. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na visasi visivyoisha. Yaani jambo lolote hili kuweka moyoni na wekeza. Lakini pia uchokozi. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa mtu chokoza hivi ndani za mtu mwenye roho ya hasira, chokozi, anachokonoa, anatafuta kuchonganisha watu, masengenyo. Mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na masengenyo, kazi yake ni kusengenya, kusema watu vibaya, kuwaumiza wengine, lakini pia mawazo mabaya. Sababu Biblia inasema kwamba mawazo mabaya ni machukizo mbele za Mungu. Kwa hiyo roho ya hasira hii, mtu mwenye roho ya hasira anakuwa na mawazo mabaya, anawazia watu walio mabaya. Kwa hiyo dalili ni ziko hapa nimesema kama tano, kwamba chuki, visasi, uchokozi, masengenyo na mawazo mabaya. Roho hizi husimama na kufanya kazi katika moyo wa Mungu, na inakupasa kuwa makini na kuzikemea roho. Maana hakuna dawa nyingine zaidi ya neno la Mungu ambalo tunapanga. Hakuna dawa nyingine ambayo mwanadamu amepewa kwa ajili ya kutumia kujiepusha na hasira zaidi ya neno la Mungu, ambayo ukijua kweli nasema kwamba Ayubu anazungumza kwamba mjue Mungu sana ili mema, ndipo mema yatakapo kufuata, ndipo amani tokanayo na kumjua sana Mungu ambaye chanzo
chanzo chake ni kufahamu Mungu, ndipo itakapo kuzingira na kufuatilia. Na anaendelea pale kusoma na kutafakari sana Biblia kusaidia kukinga na kujiweka mbali na roho ya hasira. Upendo ni nguzo muhimu sana katika kupambana na roho ya hasira. Ukiwa na upendo kwa wale wanaokukosea ni dawa njema pia. Biblia inasema kwamba amri mpya na wapieni ndio hii, pendaneni. Kama mimi nilivyoipenda kanisa, nanyi nawaagiza pendaneni. Kwa hiyo upendo pia ni dawa kubwa sana kwa ajili ya kupambanua na hii roho ya hasira. Lakini pia msamaha pia unachangia kujiepusha na dhambi hii. Msamaha kwamba ni mwepesi wa kusamehe. Najua kuna mhubiri mmoja alisema kwamba watu wengi watahukumiwa nyakati zile za mwisho kwa sababu ya kukosa kitu kinachoitwa msamaha. Kwa sababu ya kukosa kitu kinachoitwa msamaha. Neno la Mungu linasema kwamba Baba yetu ndiye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Utusamehe, unaona sasa paradise, utusamehe makosa yetu kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea. Sasa kama nasi tunavyowasamehe, sasa tusipowasamehe maana yake huko sasa. Maana hii sentensi haijakamilika. Kama nasi tunavyowasamehe. Maana kama hujasamehe nini kinatokea? Unakosa msamaha kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu anasema kwamba tuwasamehe wanapokosea. Tuwasamehe. Kwa namna nyingine hatuwezi zaidi ya kuwasamehe. Lakini pia kujishusha ni dawa iliyokuu sana. Ukiwa na roho ya kujishusha, hakika unashinda hali ya kujishusha, hali ya kunyenyekea mbele za Mungu. Kumwambia Mungu, nisamehe Mungu, nashuka mbele zako. Wewe Mungu ongezeke. Kama ukiri wa Yohana Mbatizaji anasema ya kwamba yafaa mimi nipungue, yeye aongezeke. Kwa hiyo ukiri huo ni mzuri sana. Yesu Kristo mwenyewe anasema kwamba anazungumza kwamba yafaa, Yohana yule anasema yafaa mimi nipungue bali Mungu aongezeke. Yesu Kristo alijishusha akawa mtii mpaka mauti, na mauti ya msalaba. Alikuwa mtii mpaka ile mauti. Na ni jambo la ajabu sana kuwa mtii, kushuka, kuwa mtii. Kwa ni jambo la ajabu sana. Lakini weka dhamiri ya dhati ili uweze kushinda, na jizuie kuwa kimya. Wanasema kwamba kimya kina majibu. Ukiwa kimya unapata utafakari, na Mungu hajibu kwa makelele. Mungu anajibu katika kimya kwa kiroho, ambao tukisha tafakari Mungu anakupa nini? Jibu sawa. Lakini onyesha tabasamu kwa wale waliokosea dai. Onyesha tabasamu. Wewe usihesabu makosa yao, wasamehe kwa Mungu. Onyesha tabasamu, wafurahie, waone kama ni watu wa kawaida, waone kwamba ni watu rafiki zako kama rafiki wengine, rafiki zako kama rafiki wengine. Kwa hiyo hebu omba toba pale unapokosea pia. Pale ambapo unatambua kwamba nimekosa, pale unapotambua kwamba nimekwenda kwa Mungu. Wewe Mungu msingi ya kushinda roho ya hasira. Je, kufanya nini ili niweze kushinda? Ya kwanza lazima upendo, lakini ya pili msamaha, ya tatu matoleo, ya nne kujishusha, ya tano imani, ya tano ni imani. Ukiishi katika misingi hiyo roho ya hasira lazima iondoke. Hata kama utashindwa, jitahidi kuomba toba na kuwa na imani. Kuomba toba na kuwa na imani kwamba utashinda. Maombi ya kuvunja roho hii, unaweza kumwambia Mungu, tunaita jina la Mungu, omba toba, alika Roho Mtakatifu na malaika, kemea pepo ya hasira, vunja na kubomoa kwa damu ya Yesu, alika moto lao, omba Mungu akuponye, fanya shukrani, afufuka kwa jina la Yesu. Fanya hii sala kwa muda kuanzia wiki tatu kwa imani, na Mungu atakusaidia na utakuwa salama. Omba kwa imani.
ameweka ndani yetu kwamba lazima tutashinda tu hata iwaje. Kwa hiyo mtu wa Mungu, roho ya hasira inaweza ikaondoka hata katika maisha yako, inaweza ikaondoka kwa sababu hatukuumbiwa na roho ya hasira wala hatukuumbiwa na roho ya woga. Ndani yetu tunao nguvu, tunao uweza, tunao mamlaka, tunao utukufu ndani ya utukufu, viwango mpaka viwango. Kwa hiyo neno la Mungu linapozungumza kwa habari ya roho ya hasira, hii roho ya hasira ni roho ambayo inasababisha watu wengi wakose mbingu, inasababisha watu wengi wakamkose Mungu, inasababisha watu wengi maisha yao yawe magumu sana, kwa sababu roho ya hasira inaambatana na roho ya kutosamehe. Kwa hiyo usiposamehe hata Mungu pia hakusamehe. Kwa hiyo tujifunze kusamehe waliotukosea, tujifunze kujiweka tayari katika kumwadhimisha huyu Mungu, ya kuwa huyu Mungu ni nani? Huyu Mungu ni Baba na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo watu wa Mungu, roho ya hasira ni roho ya kukemea, roho ya hasira ni tabia inayojengwa, roho ya hasira ni tabia ambayo inakuwa, roho ya hasira ni tabia kabisa nafsi ambayo inatembea. Kwa hiyo bila maombi ya kuvunja na kuharibu nguvu za giza, bila maombi ya kuharibu nguvu za giza, hatuwezi kuishinda hii roho ya hasira. Kwa hiyo roho ya hasira inashindwa kwa maombi. Kwa hiyo kupitia maombi tutayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu, katika jina la Yesu Kristo anayetia hai. Baba, ninakusifu, ninakuinua wewe uliye Simba wa kabila la Yuda. Asante kwa ajili ya wakati muda kama huu ambao neema yako inatosha. Tazama msikilizaji wangu anaendelea kufuatilia katika kipindi hiki. Ninaomba baraka zako zikawe pamoja naye. Kumbuka Bwana, katika kipindi hiki cha kweli, huduma ya kweli ya neno la Mungu isiyogoshiwa, tuko mbele zako wakati na muda kama huu. Ninaomba Bwana, ninasimama kinyume na kila nguvu za giza, kila mpango ya shetani, roho ya hasira ikapigwe, ikakamatwe katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Neema yako Yesu Kristo yatosha juu ya maisha yetu. Ninakemea na kuharibu kila roho ya hasira ndani ya mtazamaji wangu na msikilizaji wangu. Roho Mtakatifu endelea kumwatamia, Roho Mtakatifu endelea kumkumbatia, Roho Mtakatifu endelea kusema naye. Ninakataa kila ratiba za mwovu shetani, kila ratiba na tabia zinazozalisha roho hii ya hasira, kwa sababu roho ya hasira ni tabia iliyoko ndani ya mtu. Roho ya hasira ni mazoea yaliyoko ndani ya mtu ambayo hayajajengwa kwa nguvu ya kawaida, hayajajengwa kwa nguvu za kawaida ya mikazi ya mikono ya wanadamu, bali Yehova ni roho ya mwovu shetani ambayo inalishambulia kanisa. Nami Bwana, ninaharibu na kuvunja kila mamlaka na kila nguvu za giza. Ninaharibu kila nguvu na uweza wa mwovu shetani katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Ninavunja kila mamlaka katika jina la Yesu. Ninaharibu kila nguvu za mwovu shetani, ninavunja katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Ninabomoa katika jina la Yesu kila madhabahu na nguvu za giza. Ninaharibu sasa katika jina lako Yesu Kristo anayetia. Toka ewe pepo uliyekamata fahamu na mwili, ewe pepo uliyekamata fahamu na mwili, katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Ninakuvunja, ninakuharibu, ninakutoa katika jina la Yesu. Toka ewe pepo uliyekamata maisha ya mwili, toka ewe pepo uliyekamata maisha ya watoto, toka maisha uliyokamata juu Yehova mwaminifu wa haki. Roho Mtakatifu yeye Bwana na Mwenyezi Mungu, ukazilike katika viwango vikubwa na vya ajabu sana. Akapokee nguvu na uwezesho wako Bwana wa kutembea katika mazingira yako, katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Muumbie Bwana moyo wa kusamehe, muumbie Bwana moyo mpya, muumbie Bwana moyo utayari, muumbie Bwana moyo wa kufanya mapenzi yako, muumbie Bwana moyo wa kutembea katika maisha yako, maana umesema ya kwamba katika wewe tutakwenda, tutaishi na kuwa na uhai wetu, katika jina lako Yesu Kristo anayetia hai. Mungu mwaminifu wa haki, mzingire, muonekanikie katika jina lako Yesu Kristo anayetia, nikiomba na kuamini. Amen. Basi uwe na wakati mwema, niwatakie wakati ulio mwema.